Kuanzisha biashara. Je, umeshawahi kujiuliza kwa nini duka fulani la saruji lina maendeleo makubwa, kwa maana kuwa linapata faida, lakini pia kuna mzunguko mzuri wa fedha na biashara imechangamka. Wakati huo huo kuna duka lingine hali sio nzuri. Kwa hali ilivyokuwa mbaya, limefungwa baada ya miezi 6 tu tangu lilipoanzishwa. Sababu ni nini? Jibu haliko kwenye bahati. Liko kwenye siri 5 ambazo wafanyabiashara waliofanikiwa wanajua. Na leo mimi nitakupa wewe siri hizo zote 5. Unajua, biashara ya saruji ni moja ya biashara zenye utulivu zaidi Tanzania. Maana ujenzi haukomi. Sasa tutaendelea. Karibu tena kwenye How to Start Business Channel, ambayo imeanzishwa specifically kwa ajili ya kuwasaidia vijana waliomaliza vyuo na ambao hawana ajira, sasa wanataka kujiajiri kwa kufanya biashara, na sisi tunatoa elimu ya biashara. Kwa hiyo kuwa nasi mpaka mwisho. Leo tunazungumza kuhusu biashara ya saruji, au kwa lugha pana zaidi, biashara ya vifaa vya ujenzi. Na sababu ninazungumza kuhusu biashara hii ni rahisi sana. Tanzania inaendelea kukua. Kila wilaya inajenga, serikali inajenga, watu binafsi wanajenga nyumba, na wote wanahitaji saruji. Hii inamaanisha dimandi au mahitaji hayakomi. Lakini hapa ndipo tatizo linaingia. Watu wengi huingia kwenye biashara hii bila mpango. Wananunua saruji kidogo, wanauza, na miezi 3 baadaye wanasema biashara haina faida. Hii si kweli. Tatizo si biashara. Tatizo ni jinsi wanavyofanya biashara. Kwa hiyo leo nitakwambia siri 5 za msingi ambazo zitakusaidia kufanya biashara ya saruji yenye faida, ambayo pia ni endelevu. Sasa twende pamoja hadi mwisho wa kipindi. Sasa siri ya kwanza ni kuchagua mahali pazuri pa kufanya biashara ya saruji. Siri ya kwanza ni eneo, au kwa Kiingereza wanasema location. Na ninafahamu unaweza kusema, Mr. Mwambola, hii siri mbona sio mpya? Lakini siri yangu za kimkakati kwenye eneo la biashara ya saruji ni tofauti na unavyofikiri. Watu wengi wanafikiri unapaswa kufungua duka pale ambapo kuna watu wengi, kama vile mjini au karibu na soko kuu. Hiyo si lazima kwenye biashara ya saruji. Saruji unauza mahali ambapo ujenzi unafanyika, si mahali ambapo watu wanatembea tu. Hapa nina ushauri kidogo kuhusiana na jinsi ya kuchagua eneo la kufanya biashara ya saruji. Ushauri wangu ni kuwa kabla ya kuchagua eneo lako, tembea katika mitaa 3, 2 au 4 karibu na hapo unapoishi, alafu angalia. Je, kuna nyumba zinazojengwa? Je, kuna miradi ya serikali? Je, kuna watu wanaochimba misingi? Kama jibu ni ndio, hapo ndipo duka lako linapaswa kuwa. Zaidi ya hilo, fikiria eneo ambalo hakuna washindani wengi bado. Kuna maeneo mengi Tanzania. Mji mdogo unakuwa, kata mpya inayopata watu ambao bado hawana duka zuri la vifaa vya ujenzi. Hapo ndipo faida inakuwa kubwa zaidi, kwa sababu wewe ndio suluhisho pekee kwa wateja wako. Sasa ngoja nikukumbushe. Kama uko karibu na barabara kuu inayopita maeneo ya ujenzi, hii ni bora zaidi. Magari ya kubeba malighafi yanaweza kukufikia kirahisi, na wateja wanaokuona unapita.
Hii siri ya kwanza, yaani chaguo la eneo si bahati nasibu, ni utafiti wa kimkakati ambao umefanyika. Siri ya pili inahusiana na utoaji au uuzaji wa simenti au saruji kwa njia ya mkopo, yaani kwa Kiingereza wanasema on credit. Hapa inabidi uwe makini sana. Hii siri ya pili ukikosea tu basi itaua biashara yako haraka sana. Inahusu usimamizi wa mikopo, yaani credit management. Hapa kuna tatizo kubwa sana kwenye biashara ya saruji Tanzania. Mkandarasi anakuja, anachukua magunia 50 ya saruji. Anasema nitakulipa baada ya wiki 2, ujenzi ukikamilika. Wewe unampenda, unamwamini na ndio unampa. Wiki 2 zinakuwa mwezi. Mwezi unakuwa miezi 3. Na fedha yako iko kwenye saruji ambayo tayari imejengwa ukutani mwa mtu mwingine. Hili swala ndilo linalomaliza biashara nyingi za saruji. Si ukosefu wa wateja, bali ni mikopo mibaya. Kwa hiyo, hizi ni kanuni 3 za mkopo ambazo lazima uzifuate kama unataka ufanikiwe. Sasa kanuni ya kwanza ya kutoa mkopo, yaani credit kwa wafanyabiashara wa saruji ni kama ifuatavyo. Hii kanuni inasema usimpe mkopo mtu ambaye hujui historia yake ya malipo. Mkandarasi mpya, muuzie kwa kashi kwanza, mara 2 3. Baada ya kuona anavyolipa, ndipo unaweza kumpa mkopo mdogo. Kanuni ya pili ya kutoa credit kwa wafanyabiashara wa saruji ni kama ifuatavyo. Kanuni ya pili inasema weka kikomo cha mkopo. Kila mteja ana kikomo. Unaweza kuweka shilingi 500,000 hadi milioni 1 tu. Usivuke hiyo. Hata kama anakuomba sana, kikomo kinakuokoa. Na kanuni ya 3 ya kutoa credit kwa wanunuzi au wanunuaji wa saruji ni kama ifuatavyo. Sasa hii kanuni ya 3 inasema tumia daftari au simu. Rekodi kila mkopo. Unaonyesha tarehe, jina, kiasi na tarehe ya malipo iliyokubaliwa. Kila wiki angalia kwenye daftari lako. Wateja wanaona unafuatilia, wanalipa haraka zaidi. Ukifuata kanuni hizi 3, mkopo utakuwa chombo cha kukuza biashara na si silaha inayokudhuru. Sasa kabla tujaendelea, nakupa taarifa tu kuwa siri ya 3, 4 na 5 hizo ndio babu kubwa, na ndizo ambazo wafanyabiashara wengi waliofanikiwa kwenye mambo ya saruji hawataki kuwaambia watu wengine. Sasa hizi siri 4 ziko vipi? Kaa nami ili uweze kuzifahamu. Siri ya 3 ni kuwa usitegemee saruji peke yake. Fikiria pia kuuza bidhaa nyingine. Hii nayo iko namna gani? Sasa usitegemee saruji peke yake. Hapa ndipo wengi wanapokosea. Ujenzi unahitaji zaidi ya saruji. Unahitaji mchanga, changarawe, chuma, nondo, matofali, mabati na hata rangi. Swali ni hili: kwa nini mteja wako aende kwa mtu mwingine kununua hizi bidhaa wakati angeweza kununua kwako? Hapo ambapo inakuwa ni mahali pamoja. Hii inaitwa one stop strategy na inafanya mambo mawili mazuri kwa biashara yako. Kuhusu one stop strategy kuna mambo mawili. Sasa jambo la kwanza ni kama ifuatavyo. Hii one stop shop strategy inafanya mambo mawili mazuri kwa biashara yako. Jambo la kwanza, inaongeza average sale yako kwa kila mteja. Badala ya kumuuzia saruji ya shilingi 500,000 tu, unauza saruji na mchanga na changarawe. Jumla inakuwa shilingi 1,500,000 na 500,000. Faida imekuwa mara 3 kwa mteja mmoja huyo huyo. Na jambo la pili liko kama ifuatavyo.
Hii strategy inafanya wateja waendelee kubaki kwako, kwa sababu ukimpa kila kitu anachohitaji mahali pamoja, hakuna sababu ya kwenda mahali pengine. Huhitaji kuanza na bidhaa zote mara moja. Anza na saruji kama bidhaa yako kuu, kisha polepole kulingana na cash flow yako, ongeza bidhaa moja au mbili au tatu. Ndani ya mwaka mmoja utakuwa na duka kamili la vifaa vya ujenzi. Hii ndio siri ya tatu ambayo unaongeza bidhaa na unaongeza faida pia. Siri ya nne ni uhusiano wako na wasambazaji wa saruji. Hii ni siri nzito kwelikweli, inafaa uifahamu. Kuhusu uhusiano na wasambazaji, hii ni siri ambayo wafanya biashara wazoefu wanajua sana. Ni uhusiano wako na wasambazaji, yaani distributors na agents. Tanzania ina brandi nyingi za saruji. Mfano ni Twiga, Simba, Rhino, Mbeya Cement na kadhalika. Na kila moja ina wasambazaji wake. Kama wewe ni muuzaji mdogo, unaweza kununua bei ya kawaida ya retail. Lakini kama unajenga uhusiano mzuri na msambazaji mkubwa, unaweza kupata vitu vifuatavyo. Kwanza ni kupata bei nzuri zaidi. Unapata discounti ya 5% mpaka 10%, ambayo inamaanisha faida kubwa zaidi kwa kila gunia ambalo unauza. Pili, unapata mkopo wa bidhaa, yaani consignment. Yaani wanapeleka saruji, unauza, kisha unawalipa. Hii inakuwezesha kufanya biashara kubwa bila kutumia mtaji wowote. Faida nyingine ni usafirishaji wa kipaumbele. Wakati kuna uhaba wa saruji, wewe ndiye unapata kwanza. Sasa hebu tuangalie jinsi ya kujenga uhusiano huu. Kwanza, anza kununua kutoka kwa msambazaji mmoja kwa utaratibu. Mara kwa mara, bila kukimbia. Lipa kwa wakati. Baada ya miezi michache, omba mkutano na meneja wao. Eleza biashara yako na nia yako ya kukua. Mara nyingi watasaidia kwa sababu wewe ni mteja wao muhimu. Sasa ngoja nikueleze kanuni ya dhahabu. Msambazaji mzuri ni mshirika wako wa biashara, si adui wako. Mtunze vizuri na atakufungua milango. Sasa siri ya 5 ni mkakati wa msimu. Nunua simenti kutokana na msimu. Usinunue tu kiholela. Hii iko vipi? Hii siri ya 5 ambayo ni mkakati wa msimu ndiyo ambayo ina umuhimu sana na inabadilisha mchezo kabisa. Sijui kama umewahi kuiona hii, lakini kama umeangalia bei ya saruji Tanzania kwa miaka kadhaa, utaona kuna msimu wa bei juu na msimu wa bei chini. Sasa wakati wa mvua ambao mara nyingi inakuwa ni miezi ya April, May na June, ujenzi unapungua. Watu hawajengi sana wakati mvua inanyesha. Na wakati huo bei ya saruji mara nyingi inashuka. Au angalau supply iko juu. Hii ni wakati wako wa kununua akiba, yaani unafanya stocking up. Sasa wakati wa kiangazi unapoingia, yaani Julai hadi Disemba, ujenzi unachomeka tena. Wateja ni wengi, mahitaji ni makubwa, na kama bei inapanda au imepanda, wewe tayari una stock ambayo ulinunua wakati bei iko chini. Faida yako inakuwa mara 2 ya kawaida. Hii inaitwa seasonal stocking strategy, mkakati wa akiba ya msimu, na inahitaji mambo mawili tu: mtaji wa kutosha na nafasi ya kuhifadhia. Kuhusu nafasi ya kuhifadhia, huhitaji ghala kubwa la bei ghali. Unaweza kuanza kwa kukodi sehemu ndogo ya ghala au hata makubaliano na mwenye nyumba ya karibu. Saruji inahitaji kuhifadhiwa mahali pakavu tu, isilowe na iko tayari. Kumbuka hili jambo. Wafanya biashara wa saruji wanaofanikiwa hawangoji tu wateja waje.
Wanafanya mipango ya miezi 6 mbele. Wanajua msimu unakuja na wanajitayarisha mapema. Hii ndio siri ya 5. Ununuzi wa kimkakati kwa msimu ni tofauti kati ya faida ndogo na faida kubwa. Sasa kabla sijaendelea, kuna mambo mawili ya kukumbushana. Kwanza, kama hujasubscribe, bonyeza hicho kibata cha subscribe ili usipitwe na vipindi vyetu au na video zetu zinazotolewa. Lakini pili, bonyeza hicho kibata cha like ili kusudi wenzio nao ambao hawakubahatika kuona hii video waweze kuiona. Sasa hebu tuendelee. Sasa tumefika mwisho wa hizo siri 5 ambazo nimekueleza, ambazo unaweza ukafanya biashara ya simenti na ikapata mafanikio makubwa. Sasa nimeshaeleza siri 5 ambazo ukizifuata unaweza ukafanikiwa kufanya biashara ya saruji yenye mafanikio. Sasa kabla ya kumaliza, naona tujikumbushe hizo siri 5 nilizokuambia, alafu mwisho kabisa nina wito. Siri ya kwanza, chagua eneo karibu na ujenzi unaofanyika, si tu mahali pa watu wengi. Siri ya pili, simamia mkopo kwa kanuni thabiti. Jua wateja wako, weka kikomo, rekodi kila kitu. Siri ya tatu, usiuze saruji tu, ongeza bidhaa za ujenzi polepole na inakuwa one stop shop. Siri ya 4, jenga uhusiano wa karibu na wasambazaji wako. Hii ndio nguvu yako ya siri. Siri ya 5, nunua akiba wakati bei iko chini, wakati wa msimu wa mvua, na uuze wakati mahitaji ni makubwa. Ukifuata siri hizo 5, biashara yako ya saruji haitakuwa tu biashara ya kusurvive, itakuwa biashara ya kukua. Kwa kumalizia, wito wangu ni kuwa kama kuna jambo ambalo au kati ya hizi siri 5 limekuvutia sana kiasi ya kuwa umehamasika kutaka kufanya hii biashara ya saruji, hebu niandikie hapo chini. Vile vile kama kuna siri moja ambayo unaiona ina ukakasi au ina changamoto kiasi ya kuwa inakufanya usite kufanya biashara ya saruji, basi niandikie pia, naweza nikakupa solution au ufumbuzi wa hiyo changamoto. Na mwisho kabisa ni kuwa naomba muendelee kuangalia vipindi vyetu pamoja na video zetu. Sasa inabidi usubscribe ili uweze kufanikiwa kuona hivyo vipindi vyetu vya television na video zetu. Vile vile bonyeza kibutton cha like ili wenzio nao wapate hiyo fursa ya kuona vipindi vyetu pamoja na video zetu. Mimi ni mtangazaji na mtayarishaji wa vipindi vya television pamoja na video zetu za ujasiriamali. Naitwa Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Kuanzisha biashara.